hayawi sasa yamekuwa. Hivi ndivyo yalivyopata kumalizika mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka huu 2026 ndani ya uwanja wa Mkapa na uwanja wa Uhuru. Alhamdulillah, kila sifa njema anazistahiki Mola wetu, muumba wetu na mlezi wetu kwa ujumla. Mashindano ya mabara yote ulimwenguni yamemalizika salama salmin chini ya usimamizi wa Al-Hikma Foundation na chini ya ugeni rasmi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Washiriki ambao tumewaalika mwaka huu ni 18 kutoka katika mabara mbalimbali ulimwenguni, lakini waliokosekana ni washiriki wawili waliopata udhuru zilizo nje ya uwezo wao, mshiriki kutoka Guyana na mshiriki kutoka Zambia. Hivyo basi idadi ya walioshindana leo ni washiriki au washindani 16, na alhamdulillah wale 5 bora top 5 wamekwisha patikana. Na kwa kuwakumbusha tu, mshindi wa 5 siku hii ya leo alikuwa Bilal Adad Hussein kutoka nchi ya Sweden, bara la Australia. Mshindi wa 4, huyu mshindi wa 5 zawadi yake, mshindi wa 5 zawadi yake ilikuwa dola 3,000 sawa na milioni 7,500,000. Na mshindi wa 4 alikuwa Bilal Ahmad kutoka Afrika, bara la Afrika, kisiwa cha Reunion, naye amejipatia dola 4,000 sawa na shilingi milioni 10. Mshindi wa 3 alikuwa Shuaib Muhammad kutoka Sweden, na zawadi yake amejipatia dola 5,000 sawa na milioni 12,500,000. Na mshindi wa 2 alikuwa Muhammad Mustafa kutoka bara la Amerika, nchi ya Canada. Zawadi yake ilikuwa dola 8,000 sawa kabisa na milioni 20 za Kitanzania. Ama mshindi wa kwanza ni mtoto mdogo aliyepeperusha bendera ya Afrika, na kama hili halitoshi, pia amepeperusha bendera ya Afrika Mashariki kutoka nchi ya Uganda. Anaitwa Abdurrahman Yasin. Zawadi yake amejipatia dola 12,000 sawa na milioni 30 za Kitanzania. Kama hili halitoshi, ndugu mtangazaji na mtazamaji, kijana huyu pia ameshinda kwa mara nyingine upande wa wale mshiriki mdogo zaidi kuliko washiriki wote. Huyo mwamba ndiye aliyeshinda kwa mara nyingine, kwa kuwa ni mdogo zaidi akajipatia dola 500. Kumbuka kuwa zawadi zote hizi zimetoka katika benki ya PBZ Ikhlas. Kama hili halitoshi, waliobakia wote hawakushinda. Kila mmoja atajipatia dola 300. Zilikuwa 200, sasa tukaongeza 300 kutoka PBZ Ikhlas.
naitwa Nuruddin Kishk, mtoto wa Dar es Salaam, jiji la gharama. Haliishi kwa hamahama, watu wake hawaishi lawama, na ukishindwa Dar es Salaam utahama, na kama huamini muulize mama, na dalili zote za Dar es Salaam ni dalili za kiyama. Lakini kubwa kuliko yote katika Dar es Salaam, kutoka katika wilaya pekee iliyoitwa wilaya ya Kiweni, TMK wanaume, nikiripoti ndani ya uwanja wa Mkapa kama mwenyekiti wa mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni, nasema mwisho wa mashindano haya ndio mwanzo mzuri wa maandalizi ya mashindano yajayo insha Ar-Rahman alladhi allama al-Qur'an. Mwakani tukutane tena kwa Mkapa, mwakani tukutane tena kwa Mkapa tukiwa tunakuja kivingine. Sasa niko tayari kwa challenge yoyote na swali lolote, ndugu waandishi wa habari. Swali zuri sana kutoka kwa mwandishi mahiri mchokozi. Anasema pamoja na mashindano kuwa ni mazuri, yanaandaliwa na Tanzania, na mimi nathubutu kusema Tanzania pekee ndio ina uwezo wa kuandaa majambo kama haya. Utazunguka duniani kote, hakuna mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu isipokuwa haya chini ya mwamvuli wa Al-Hikma Foundation. Sasa anasema kwa nini sisi waandaaji, kwa nini Tanzania bara na Tanzania visiwani hatukushinda mwaka huu? Hatumo katika washindi watano, hatumo hata katika washindi wa sauti nzuri. Jawabu ni kwamba shilingi ina pande mbili. Kama unakumbuka zamani, shilingi ya zamani ina bichwa na ina mwenge. Geuza shilingi upande wa pili. Kutoshinda kwa Mtanzania mwaka huu, hii ni ishara tosha ya kuwa haya mashindano yanaandaliwa kwa uadilifu wa hali ya juu, yanaandaliwa kwa uaminifu wa hali ya juu. Hatuna longolongo, hatuna janja janja, hatuna mcheza kwao hutunzwa. Hichi ni kitabu cha Mungu. Hili la kwanza. La pili, Mtanzania mwaka jana ameshinda na amejipatia kiwanja na zawadi kede kede. Ikiwa Mtanzania atashinda kila mwaka, waandishi mahiri kama wewe, watoto wa mjini wa Kibongo, mtauliza tena, kwa nini Mtanzania kila mwaka anashinda? Hamuoni kama ni mpango? Jawabu ndio hilo.